na sehemu walizopita. Hii ni fahari kubwa sana kwetu. Ndio maana baadhi ya watu wengine wakifika maeneo kama yale huwa wanatembea pekupeku. Wanakuwa kama ni watu waliorukwa na akili. Wakiulizwa wanasema inawezekana unyayo wangu ukakanyaga sehemu ambayo alikanyaga Mtume Muhammad. Basi nikapata izza na sharaf. Idha nafasi hii ambayo mmeipata, mumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwenda katika nyumba ambayo ni ya kihistoria, nyumba ambayo duniani kote macho yao wanapotaka kuzungumza na Mungu wao huwa wanaelekeza huko. Fikra na mawazo yanakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakiwa wameelekeza nyuso zao katika nyumba ambayo mtakwenda kuiona kwa macho yenu. Mungu ayatie nuru macho yenu. Amin. Aipe uthubutu mikono yenu. Amin. Na mpambane muiguse el-Kaaba. Na baada ya kuigusa, hii ni fursa kwenu. Hija ni fursa. Lakini pia jambo la tatu, tuishukuru taasisi hii ya Manasik al-Hajj kutokana na umahiri wake. Ni taasisi ambayo haina muda mrefu sana kama taasisi nyingine, lakini kwa haya ambayo tunayoyashuhudia, tunayoyaona, ni taasisi inayokuja kwa kasi, kwa kuzingatia matakwa ya watu namna wanavyotaka. Na hii ni kwa sababu ya uwepo wa watu mahiri ambao wao wameamua moja kwa moja kujitoa na kujitolea, kwa sababu kila mtakapopata thawabu nyinyi, basi na viongozi wa taasisi hii pia wanapata thawabu. Na kama mtasamehewa dhambi zenu, basi na viongozi hawa pia wanasamehewa dhambi zao. Na ndio maana kwa kulijua hilo, wanapambana kwa namna zote kuhakikisha kunapatikana tofauti katika baadhi ya huduma ndani ya taasisi hii na taasisi nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wao pia awajalie na awape taufiki ya kuweza kusimamia jambo hili muhimu. Na Mungu awafurahishe kama wanavyotufurahisha sisi. Ndugu zangu mahujaji, hija ni ibada kongwe ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha kwetu, na kutokana na mazingira ya ibada hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamua katika umri wa Muislamu iwe mara moja. Lakini kutokana na yale ambayo haji atayaona kule, atayapata baada ya kutoka kwenye hija yake, na hija hiyo ikawa mabrur, hija ambayo imekubalika, basi mwakani atatamani aende tena, na mwaka unaofuata atatamani aende tena. Lakini itafikia mahala haji huyu atatamani ala marri dhuhuri wal azman, kwa wakati uliobakia wa kuishi kwake hapa duniani, basi asikose hata mwaka mmoja aweze kwenda katika hayo maeneo. Hii ni kutokana na raha zilizopo kule, kutokana na namna ambavyo mtu anaongezeka imani yake kwa kushuhudilia vile vitu ambavyo anaviona kwa macho baada ya kuvisikia kutoka kwa mashekhe na kuvisoma katika vitabu. Nyumba hii asli yake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe kaamua. Ndio maana akasema inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin
fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim waman dakhalahu kana amina walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu, na hii liumumi nnas, kwa watu wote. Kabla ya hapo zipo nyumba watu wanafanya ibada, lakini kutokana na maeneo yao na mazingira yao. Lakini sasa ukikusanya watu wa huku na wa huku na wa huku, wapi waelekee, wapi wafanye ibada zao kwa pamoja? Ndio nyumba hii aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndani yake kuna baraka nyingi, na yeyote atakaye kwenda katika hiyo nyumba kana aminan, anakuwa ni mwenye amani. Na ukisha kuwa mwenye amani baada ya kwenda Maka, maana yake nini? Anachokitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba dunia yote ipate amani baada ya wewe kwenda pale kuwa na amani. Na ndio maana akaifanya hii nyumba ni ya dunia nzima. Sasa sisi tunaotoka Tanzania, wengine watatoka katika nchi yao, wengine sote tunakutana pale. Baada ya muda kila mmoja atarudi kwenye nchi yake. Hakuna kitu chenye umuhimu na thamani katika maisha ya mwanadamu kama kupata amani katika maeneo yako. Sasa kielelezo cha amani, na ndio maana mwanzoni nikasema hija ni fursa. Maana yake hata sisi tunaotoka Tanzania leo Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya amani. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapambana kuhakikisha amani ya nchi hii inaendelea kuimarika. Lakini mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, Sheikh Abubakar bin Zubairi bin Ali, mpaka imefikia mahala ametoa agizo kwamba hakikisha Muislamu wa Tanzania usiwe chanzo cha kuvunjika kwa amani ya nchi hii, kwa sababu hii amani ni neema, na tutakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe Muislamu ukiwa chanzo cha kuvunjika kwa hii amani, maana yake utakuwa na maswali magumu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa nini ujiingize katika ugumu wakati urahisi upo? Ni kuhakikisha tu kwamba wewe unadumisha ile amani. Sasa sisi tunaokwenda kuitembelea nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyumba ambayo ni kielelezo cha amani katika maeneo yako, ni wazi sisi tutakaporudi tutakuwa mabalozi wazuri wa kuweza kuitangaza na kuwahimiza wenzetu kuweza kudumisha amani ya nchi hii, ili tuendelee kupata fursa ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa amani kama hivi. Hapa leo sisi tumekaa, lau kama si amani tusingekaa kama hivi. Kungekuwa kunalipuka mabomu na marisasi yanalia huko na jeshi wanapita humu, tusingepata jambo kama hili. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuiweka nyumba yake hii ili na sisi tuende, ni kielelezo cha kudumisha amani na utulivu katika maeneo yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa amri Nabiullahi Ibrahim kuweza kuijenga hii nyumba, yeye pamoja na mwanawe. Na baada ya Ibrahimu kumaliza kujenga hii nyumba, alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ya Rab, nimemaliza kujenga na nimetekeleza agizo lako. Mungu akamwambia sasa adhin fi nnasi bil hajj, sasa watangazie watu duniani waje kuhiji hapa. Nabiullahi Ibrahim akasema wama yablughu sauti, sauti yangu itafika wapi? Mimi niko hapa na hakuna vipaza sauti, hakuna vimulika mbali kama hivi. Leo nikisema sauti yangu itafika wapi? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkumbusha uwezo wake kwamba alayka al-adhan wa alaina al-iblagh, jukumu lako wewe ni kutangaza, ama jukumu la kufikisha tangazo hilo kwa walengwa, hilo ni langu Mungu. Kwa hivyo wewe tangaza. Ndio Nabiullahi Ibrahim alipanda juu ya mlima
kisha akatoa sauti yake kubwa tu kwamba ayuhan nasu inna rabbakum qad bana baitan fahujju, jamani Mungu wenu sasa akajenga nyumba, njooni muhiji hapa. Sasa roho katika alami al-arwah, maana yake katika watu walioitika ule wito wa Nabiullah Ibrahim, na nyinyi pia mliitikia. Na haya yapo katika vitabu na yameelezwa. Kila anayekwenda hija, siku Nabiullah Ibrahim alipotangaza, basi alisikia tangazo hilo, na baada ya kulisikia tukasema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tuliitikia, na kila aliyeitikia hatakufa ila baada ya kwenda Maka. Hawezi kufa mtu kabla hajaenda kwa namna yoyote. Kama alivyoitikia basi ataendelea kuitikia. Hiyo ndiyo mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa nini Ibrahim? Kwa sababu yeye ni abul anbiya, yeye ndiyo baba wa manabii. Na ajaban, hata baadhi ya dini nyingine wanamwita huyu ni baba wa imani. Na kwa kuwa ni baba wa imani, maana yake ilikuwa sasa na kile alichokitangaza kupitia imani na wao wakifanye. Maana yake ilikuwa tuungane pamoja, tunakwenda kuhiji, kwa sababu ndiyo utaratibu aliyouweka huyo baba yetu wa imani. Na ndio maana utaona yote tunayokwenda kuyafanya kule Maka ni taklid, ni maigo. Tunamuiga Nabiullah Ibrahim, matendo mengi ni ya kuiga yeye pamoja na familia yake. Kuna kitu kinaitwa ihram. Hilo nadhani tumekwisha fahamishwa ihramu ni nini. Al-ihram, kule kuhirimia kwa ajili ya hija au umra, ni katika nguzo za hija. Lakini kuna al-wuqufu bi Arafa, kusimama Arafa, ambayo ndio hija yenyewe iko hapo, kama alivyosema Mtume, al-hajju Arafa. Hija haswa ukamilifu wake ni Arafa, na mtu kama atakosa kisimamo cha Arafa, maana yake fatahu al-hajj, hija pia imempita. Na siku hiyo ndiyo siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anawasamehe watu wengi madhambi yao, anawatoa wengi katika moto wa Jahannam. Na ndiyo maana watu wanaokwenda katika utekelezaji wa hija wanaombwa na ndugu zao, jamani mkiwa huko, la tansana min duaikum, msitusahau kwenye dua zenu. Yeyote atakayesimama Arafa akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi msamehe mja wako fulani, kama atakuwa anamtaja kwa jina, basi Mungu anamsamehe. Mwenyezi Mungu msamehe baba yangu, Mwenyezi Mungu msamehe mama yangu, Mungu msamehe shangazi yangu, msamehe mjomba wangu. Yani ukiwataja kwa majina wataje, lakini mwisho Mwenyezi Mungu wasamehe Waislamu wote. Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimati al-ahya'i minhum wal amwat. Waombe. Na mkiwa kule katika viwanja vya Arafa, kama alivyosema mkurugenzi wetu hapa Sheikh Rashid, kwamba msisahau kwa namna kubwa kabisa kumuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na juhudi zake anazozifanya, kwanza mbali na yote katika masala ya kimaendeleo, lakini na hizi juhudi anazozifanya kuhakikisha kwamba inapatikana ruti ya kutoka Tanzania mpaka Jeddah. Hili jambo ni lazima tumuombee Allah lifanikiwe, ili sisi tupate uwepesi wa kuweza kusafiri na kusiwe na matatizo ya aina yoyote. Kwa hivyo mkiwa kule, ndugu mahujaji, hiyo ni fursa. Hakuna katika sisi ambaye hajapata changamoto yoyote katika familia. Tuna changamoto nyingi. Hija ni fursa, twendeni tukamalize hizo changamoto.
Mwambieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kule Mwenyezi Mungu anakuwa karibu mno na nyinyi. Mwenyezi Mungu, nimegombana na fulani, hatuelewani, kila nikimwambia haelewi. Mungu, mja wako wewe ndio unajua namna gani ya kumaliza ugomvi huu. Basi mlainishe moyo wake, utie imani moyo wake, tuishi kama unavyopenda, ili tukapate ofa mbele yako siku hiyo ya Kiyama, siku ambayo utatangaza aina almutahabuna lijalali, wako wapi waliopendana kwa ajili yangu, alyawma udhilluhum fi dhilli, leo ni wafunike kwenye kivuli changu, siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli changu. Waliopendana kwa ajili ya Allah watafunikwa. Kwa hivyo kama kuna ugomvi na ndugu yako, kuna ugomvi na jirani yako, kuna ugomvi na nani na nani na nani, hii ni fursa ya kwenda kumwambia Mungu, ili tatizo na changamoto hizo ziweze kuondoka. Tuna changamoto ya taufiki ya kudumu katika taa. Unaweza ukajianzishia utaratibu mwenyewe, kabla ya kuswali, kabla ya kulala uswali rakaa 2, lakini unaweza ukadumu siku 2, siku 3, ukaingiwa na uvivu. Hii ni fursa kumwambia Mungu, nipe taufiki ya kudumu katika taa yako, kwa sababu jambo lolote la kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio ujanja wako, ni taufiki ya Allah inayoombwa. Na ukidumu katika ibada, ukadumu katika nyiradi, kila kitu unachokitaka kitakaa sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khairul ibada adwamuha wa in qallat, ubora wa ibada ni ile yenye kudumu, ibada endelevu, hata kama ni ndogo, lakini kwa kuwa unaifanya kila siku ibada hiyo, basi ni bora kuliko ile nyingi unaifanya leo kesho unaacha. Kwa hivyo hii ni fursa, nendeni mkamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape taufiki ya kuweza kudumu katika ibada. Lakini kuna masala mazima ya kiuchumi na maendeleo. Hija ni uchumi, hija ni maendeleo. Mkamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aongeze vipato vya halali katika familia zenu. Baada ya kumaliza hija, na hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuwarudishia gharama zenu, basi Mwenyezi Mungu arudishe gharama hizo kwa haraka. Na aongeze kipato katika familia zetu, kwa sababu ili tuufaidi Uislamu, na Uislamu namna ulivyo, ili uweze kuufaidi ni lazima uwe na kipato cha kutosha, ndio utaufaidi Uislamu. Na ndio maana hata ukiangalia bunia al-Islamu ala 5, Uislamu umejengwa katika nguzo ngapi? 5. Nguzo ya kwanza shahada alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, ni mtu kukubali kwamba hapana mola isipokuwa Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam abduhu wa rasul. Hii nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili iqamu sala, kusimamisha swala 5, ukawa unaziswali kwa wakati, unakamilisha udhu wako, masharti yake, utaratibu mzima unaotakiwa, ukaifanya ile swala mpaka ikafikia lengo ya kukukataza machafu, inna salata tanha anil fahshai wal munkari. Ili swala ifikie malengo hayo, ni ile swala timilifu, swala iliyotimia utaratibu wake wote. Kwa kuwa unapenda ibada ya swala, utaifanyia maandalizi kabla ya swala haijakimiwa. Utafika msikitini mapema, utachukua udhu wako vizuri, au kama udhu utauchukulia nyumbani, lakini dakika 15, dakika 20 kabla ya kukimiwa swala, wewe upo ndani ya msikiti. Ni maandalizi, kwa sababu ile swala kama unaipenda. Lakini kama itakuwa maisha yako yote watu salamu alaykum, wewe ndio unaingia msikitini, manake unaswali tu kwa mazoea, na hii kukukataza machafu itakuwa ngumu. Jambo lolote mwanadamu anapolipenda huwa analifanyia maandalizi, na mtu anaipenda swala yake lazima ataifanyia maandalizi. Ile swala kama kuna kablia, kuna baadia, zote mtu hataki kupitwa nazo.
kablia ataswali, baadia ataswali, hana haraka. Na ndio nguzo ya pili hiyo katika nguzo za Uislamu. Leo tunaona mtu anapopenda chakula fulani kama wali, tunaona maandalizi yake. Atanunua mchele uliokuwa mzuri, na kama ni mtu wa pwani atatafuta nazi zilizokuwa sawa sawa. Mbali na hapo, lakini akitoka kuswali Isha atapitia gengeni kwa muuza matunda. Akiulizwa mbona unachukua matunda mengi, atasema kwa sababu leo nyumbani wamepika wali bwana. Kwa wali kwa ndizi mbivu na dodo hizi, kipata matikiti kidogo ndio inakuwa sawa sawa. Lakini mbona hatuoni maandalizi haya siku ya ugali? Aliyesema kula ndizi mbivu, kula ugali kwa ndizi mbivu ni sumu, ni haramu, ni nani? Mbona siku ya kula ugali hatukuoni unanunua embe dodo? Kwa sababu ugali huupendi, na ndio maana hata maandalizi yake hujali. Kwa kuwa ubwabwa unaupenda, maandalizi yake yanakuwa mazuri. Sasa kama swala yako unaipenda kidhati, lazima utaifanyia maandalizi. Udhu wako utauchukua vizuri kabisa, huna haraka. Utahakikisha ile taamimul ma, viungo vimeenea maji, utafanya kwa ufanisi uliotukuka, ili ukisimama mbele ya Mola wako usimame ukiwa safi. Hii ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. Nguzo ya tatu iache. Ya nne, watasumu Ramadhani, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, nguzo ya nne, ambayo ndio tumetoka hivi karibuni. Mwenyezi Mungu apokee saumu zetu na ibada zetu tulizozifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini nguzo ya tano ndio hii ya hija. Sasa utaona huku mwishoni kuna hija, kuna saumu. Mwanzoni huku kuna swala na shahada. Kwa hiyo huku ziko mbili na huku mbili. Nguzo ya kati ni nini? Ni zaka. Zaka ni fedha, zaka ni uchumi, zaka ni maendeleo. Kwa maksudi utaratibu huu, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaueleza, ameiweka zaka katikati. Maana yake kwamba kuashiria uchumi wa Muislamu kama utatetereka na asipokuwa imara, shahada na swala haitokuwa sawa. Kama uchumi utakuwa uko vibaya, kama uchumi uko vibaya, hija yako na saumu haitakaa sawa sawa. Ni nani atakayelipa saumu yako ikiwa futari na daku lako ni la haramu? Nani atakayelipa swala yako ikiwa unaingia katika swala wewe ni muongo, unaongopa, unaua watu? Bwana, leo nimefiwa na bibi yangu, ili upate chochote kitu ukale. Lakini kama una uchumi wako uliokuwa sawa sawa, Uislamu wako utakuwa umesimama sawa sawa. Na ndio maana wanachuoni wanasema huu Uislamu ili ufaidi vizuri ni lazima uwe na uchumi uliokuwa sawa sawa. Kwa kulifahamu hilo, ndio maana katika sekta hii ya uchumi Uislamu umetilia mkazo mkubwa ili Waislamu wainue vipato vyao. Sasa tunakwenda hija kwa sababu hii dunia ina mwenyewe. Hii dunia ina mwenyewe ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye Allah amekwisha jitangaza, huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, indahu khazainul ard. Kwake Mwenyezi Mungu hazina zote za ardhi ndiyo ziko kwake. Sasa unapokwenda katika utekelezaji wa ibada ya hija, maana yake mwambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, mimi katika nchi yangu mimi ni mkulima, nina mashamba yangu, nalima mazao mbalimbali kwa ajili ya chakula cha familia, lakini pia ni sehemu ya biashara. Mungu nibariki kwenye kilimo changu, niinue kipato changu kupitia sababu ulionitayarishia. Mwambie Mwenyezi Mungu ukiwa hija. Ukiwa kule mwambie Mwenyezi Mungu, ya Rab, mimi kipato changu na kipata kupitia uvuvi. Nina maboti yangu au nina maboti ya kukodi, nyavu na vifaa vyote vile
ni vya mtu, ya Rabbi nipe vya kwangu ili na mimi niweze kuimarisha uchumi wangu. Ya Rabbi, mimi ni mfugaji, nafuga kuku, nafuga ng'ombe, nafuga mbuzi, lakini kuna magonjwa nyemelezi kwa mifugo. Ya Rabbi, naomba mifugo yangu iepushie hayo. Imefikia mahala Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, muombeni Mungu wenu hata kama ni chumvi. Yani una shida ya chumvi, muombe Mungu. Sasa sikwambii katika sekta ya uchumi kupitia ile ambayo wewe ndio unaendesha kipato chako, unaendesha uchumi wako kupitia hiyo sekta ambayo uliopo. Kama ni uvuvi, kama ni ukulima, kama ni biashara, kama ni kitu gani, mwambie Mwenyezi Mungu hapo. Na kwa kuwa utakuwa huna dhambi, umekwisha samehewa dhambi zako, basi itakuwa ni rahisi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kukukubalia kile ambacho wewe unachoweza kukifanya. Hija ni kutengeneza mahusiano yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukisha tengeneza mahusiano mazuri kati yako na Allah, kila unachokitaka kwa Allah, Allah atakifanya. Kwa hivyo maneno yangu ya awali nimesema hija hii ni fursa. Nanyi mmeipata, itumieni hii fursa. Wala msiache kwa namna yoyote, kwa kuashiria kila jambo litakwenda kukaa sawa sawa. Kwa hivyo kisimamo cha Arafa pale, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna ofa nyingi anazigawa. Nanyi msije mkapitwa na ofa hizo. Lakini kuna tawafu, kuizunguka ile Kaaba, na hapo ndio unapambana wengine mpaka waguse Kaaba. Mwenyezi Mungu ajalie na sisi tuiguse. Na utakapoigusa unajua mwenyewe cha kuweza kufanya. Wewe mwenyewe una, kila mmoja, bali insanu ala nafsihi basira. Kuna mtu mmoja mwenyewe kasema kabisa, ya Rab, mimi kama utaniruzuku kwenda hija, nikiishika tu Kaaba, basi jambo la kila kwanza, mwenyewe alikuwa ananiambia, jambo langu la kwanza, naomba Mungu umalize utata kati yangu na mke wangu. Manake ule ugomvi wake na mkewe hakuna kitu kinachomkera katika maisha kama huo. Na kweli Mungu alimjalia akapata hiyo nafasi, akaenda. Kweli baada ya kurudi huku mambo yakawa mazuri kabisa. Kila anachokisema kwa mkewe ni sam'an wa ta'a, anamtii. Akasema hija yangu imekubalika. Hakuna jambo gumu kama hilo. Kwa sababu huyu mwenza wako, kama itakuwa hamko sawa wewe na mkeo, uwezekano wa kukugombanisha wewe na mama yako, wewe na baba yako ni mkubwa. Sasa mwambie Mwenyezi Mungu, anitengenezee hapa. Huyu akitengemaa huyu, kila kitu kitakaa sawa. Lakini asipotengemaa huyu, isije kufikia mahala akakuuliza swali la uchonganishi, kati ya mimi na mama yako nani bora. Hilo ni swali la uchonganishi. Kwa kuwa unataka amani, utaambia wewe ndio bora, mama ana lolote. Lakini ni kweli? Ni kweli kwamba mama yako hana lolote kwa huyu? Si kweli. Lakini kwa sababu unatafuta amani. Sasa hiyo amani, kwani huyu mkeo kaumbwa na nani? Kamkabidhi kwa Mungu. Mungu kiumbe chako. Na kama itakuwa haiwezekani, basi Mungu niepushe naye. Sasa Mungu mwenyewe yeye anajua, fa'alun lima yurid, anafanya atakalo, na chochote atakachokifanya Mwenyezi Mungu kipo katika makadiri yake, na hakuna wa kumlaumu. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Mungu haulizwi kile anachokifanya, bali sisi viumbe ndio wenye kuulizwa. Kwa hivyo tumieni hiyo nafasi mabwana, kutengeneza mahusiano mazuri na familia zenu. Tumesema mwanzoni kwamba hakuna kitu ambacho tunachokifanya katika matendo ya hija isipokuwa ni kuiga ya mabwana wakubwa waliotangulia. Kama sio Nabiullahi Ibrahim, basi itakuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huyu mzee Ibrahim tulimuona siku alipomchukua mwanawe Ismail na mkewe Hajra kuwapeleka pale Maka. Tunakumbuka maneno aliyosema, Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in
inda baitika almuharram rabbana liyuqimu as-salah, alafu akasemaje faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi. Kaiombea familia, ya Rab, zifanye nyoyo za watu ziwapende familia yako. Yani iombee familia yako mapenzi na watu. Huyu Nabiullahi Ibrahim anatufundisha. Na wewe haji ukifika kule, huu ndio huo utaratibu wako, iombee familia yako iwe na mahusiano mazuri na jamii. Majirani waione familia yako ni familia kigezo. Na wewe mwenyewe mwambie Mwenyezi Mungu hayo, lakini usije ukaandika mpaka tangazo kwamba kaa mbali na familia yangu. Yani ndio nini? Kaa mbali na familia yangu, sitaki mchezo na familia. Mwambie Mungu ifanye familia, nyoyo za watu ziipende familia yangu. Kwanza waongoze hii familia yangu ipate muongozo mzuri, halafu zifanye nyoyo za watu waipende familia yangu. Yani kama kuna mtu hajawahi kuiombea familia yake, anaifanyia makosa familia yake. Sasa leo ndio mmepata fursa, mko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maeneo matukufu, maeneo ambayo ukiomba dua inakubalika. Kwa nini msitumie fursa hiyo kuzifanya familia zenu ziwe pendwa katika jamii, watu wawe na mfano? Hata watu wewe, kwa nini utakikuwa kama fulani, mtoto wa fulani? Inakuwa ni fahari, lakini na kigezo. Hayo yote yanatokana na wewe mzazi wao, baada ya kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hilo jambo litakuwa. Ndio maana katika hayo mambo ya kuiga na vitu vingine yote yanakuwa katika utaratibu huo. Lakini kuna ile sa'yu baina Safa wal Marwa. Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Faman hajja albayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Sa'yu baina Safa wal Marwa. Hayo yote ni kuiga. Mama yake Ismail ndio alikuwa anapanda mlima Safa wakati anamtafutia mwanawe maji, anakwenda Marwa, anakwenda Safa, anakwenda Marwa, na mtoto wake amemweka chini. Katika baadhi ya riwaya ni kwamba pale alipokuwa Ismail chini anasaga miguu, ndio pale Mwenyezi Mungu akachimbua maji. Ndio mama ule anakuta maji, akawa anayaambia zam mwanae yatulie hivi, yakajitengeneza kidimbwi na kijibwawa, mtoto akanywa. Na wakati huo maana yake eneo hilo halina maji, ni eneo kame, limekimbiwa na wakazi, halikaliwi na watu. Sasa maji leo yapo na kila kitu kipo, maisha yakawa yanaendelea. Kwa hivyo kutembea kwetu Safa na kwenda Marwa ni kuiga familia ya mzee Ibrahim alayhi salatu wasalam. Lakini kuna kunywa maji ya Zamzam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma'u Zamzam lima shuriba la. Ukinywa maji ya Zamzam weka nia, ya Rabbi nakunywa maji haya, naomba niondolee maradhi. Ya Rabbi nakunywa maji haya nifutie makosa yangu. Ya Rabbi nakunywa maji haya kwa jambo kadhaa. Kwa kile ambacho mwenyewe utakuwa umenuia, Mwenyezi Mungu atakufanikishia. Na ni maji yenye baraka, ni maji yenye kheri, kwa sababu ni muujiza katika miujiza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anadhihirisha ukubwa na uwezo wake kupitia maji haya. Na walillahi alhamdu, manasiki alhajj inatoa ofa. Nadhani kila mmoja atarudi na hayo maji ili kuja kuinywesha familia yake. Ukipata dumu lako kama ni lita 3, lita 5, ikusanye familia yako, jamani nimerudi njooni. Hata kama watakunywa kupitia kisoda kile cha chupa, lakini kila mmoja kanywa, wanyweshe familia yako. Nuieni, yasomeeni, muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tuna imani, sisi wa Tanzania tunapokwenda kuhiji, haswa kama utapata utaratibu uliokuwa sawa sawa, ukirudi hija yako imekubaliwa, halafu kuna ofa ya siku 40 pale, unachokisema Mungu anakubali. Lakini wengine wakasema hapana, sio siku 40, maisha yako yote. Yaani ukisharudi haji
una ofa maisha yako yote Mungu kukubali maombi yako kama utakuwa umekaa sawa sawa. Kwa hivyo hiyo ofa na hiyo fursa tusiitupe wala tusiipoteze. Ni jambo ambalo sisi tunapaswa tuliimarishe ili kusudi tuweze kukaa sawa sawa. Na kule kuna mambo mengi, viongozi wetu watatuelekeza hapa tuseme nini, hapa tuseme nini, lakini muda huu sasa kila mmoja afanye kile cha kwake, wewe unatakiwa ufanye nini. Lakini kubwa ninachowahusia, mjitahidi sana mkiwa kule kuleta istighfar, kumuomba Mungu msamaha, lakini pia kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mkimswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, haswa mtakapokwenda kutembelea kaburi lake, mtakapokuwa mnaishi katika msikiti wake, maeneo ambayo mtume kayaishi. Kwa mtu mwenye imani akiona bwana ya Rasulullah, yule tunayeambiwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndio yuko humu, kuna kitu katika moyo, katika nafsi yako kitakuwa kinazunguka kidogo. Hebu mlete mtume katika mawazo kwamba mtume ndio yuko hapa. Kiutaratibu mtume yuko hai, anaishi mtume katika nyoyo zetu. Na hata wewe ukitaka mtume aishi na wewe katika moyo wako, linawezekana. Ni jambo jepesi kabisa. Wakina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam amekwisha kufa, lakini kwa namna alivyokuwa akimchukulia alikuwa anahisi kama vile bado yuko naye. Na ndio maana hata alipofikiwa na mauti, wakati anataka kufa, aliwaambia watu waliomzunguka, jamani, idha ana mitu, nitakapokufa, wa faraghtum min jihazi, mkamaliza kuniosha, kunivika sanda, mkaniswalia, mkimaliza yote hayo, chukueni mwili wangu, ubebeni, nendeni mpaka alikozikwa mtume Muhammad, kwenye kile chumba ambacho kimefungwa na kufuli. Mkifika pale semeni as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, semeni hayo maneno, halafu mwambie hadha Abu Bakr yastadhinu ad-dukhul alayka, mwambieni bwana mtume, huyu Abu Bakr anataka aingie ulipo, fa in adhina lakum, akiwaruhusu basi niingizeni pale mnizike jirani yake, na kama hakuruhusu mtume Muhammad basi bebeni mwili wangu upelekeni Baqi, mkanizike maumumi almuslimin, na waislamu wengine huko. Watu wanamuuliza, tutajuaje kama mtume ameruhusu? Anasema mkifika mkisema as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, huyu hapa Abu Bakari anaomba ruksa ya kuingia. Kama karuhusu mtume Muhammad mimi niingie pale, maana yake ile kufuli itafunguka yenyewe bila ya funguo. Sallu ala nabi. Hiyo ni ishara kwamba karuhusu. Alipokufa yakafanywa yote hayo, walipofika wakasema, baada ya kumaliza hayo mlango umefunguka. Na ndio maana Abu Bakari kazikwa jirani na mtume Muhammad, karuhusu mtume Muhammad. Kwa hivyo ukitaka kuishi na mtume linawezekana kabisa. Yuko bwana mmoja alikwenda kutembelea kaburi la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamswalia, akafanya aliyoyafanya. Baadaye akakaa mahala, akapitiwa na usingizi, akamuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alivyomuona mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Rasulullah, halimni salatan, mtume naomba unifundishe swala ambayo nitakuwa ninaitumia swala hiyo nikitaka kukuswalia, wewe unaipenda hiyo swala, nifundishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nenda Sham, yuko mtu mmoja anaitwa fulani, kamuulizie, ukimpata mwambie mtume anakusalimia, alafu kaniambia unifundishe swala unayoitumia wewe kumswalia mtume, atakufundisha. Yule bwana akaamka, akatoka, akafika kule Shamu, akamkweli, akakutana na huyo bwana mkubwa, akampa salamu zake kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia nifundishe swala unayoitumia. Ndio akamwambia, swala ninayoitumia mimi hiyo anaipenda mtume. Asema yeye mtume mwenyewe kaniambia kwamba hiyo anaipenda. Na basi mimi huwa ninatumia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi al-habib al-mahbub al-ali al-qadr al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hivyo ukimhitaji mtume katika maisha yako, mtume anakuja.
Sasa ndio mnakwenda maeneo ambayo mtume ndio kayaishi, mtume kayakanyaga, mtume ndiko alikozikwa, mtume amelala hapo. Kifika hapo lazima mkajibembeleze mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kuna kiumbe chake kitukufu kiko pale. Mtume Muhammad ni khairu khalqillah, ni mbora wa viumbe vya Mungu wote. Na ndio maana mwenyewe anasema kithirisheni sana kuniswalia siku ya Ijumaa, kwa sababu swala zenu mkiniswalia zinanifikia. Fulani bin fulani katoka Magomeni ananiswalia, naye mtume anakuswalia. Sijui mnanielewa vizuri Waislamu. Kwa hivyo katika hali isiyo ya kawaida, fursa mlioipata mwaka huu ni fursa kubwa. Nendeni mkatembelee maeneo hayo matukufu, maeneo mazuri, maeneo ya kihistoria, na mkifika kule msiwe tu kwa lengo la utalii, bali nendeni kubadilisha mitazamo na fikra zenu, kwamba hii ni fursa tumeipata, sasa ni lazima tubadilike, tuweze kufanya kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuagiza kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Mwisho kabisa nirudie tena maneno yangu yale yale, kwa sababu haya maneno ni muhimu sana. Nchi yetu mwaka huu inaingia kwenye uchaguzi, tena uchaguzi mkuu. Nendeni mkaiombee nchi yenu, Mwenyezi Mungu aendelee kudumisha amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam neno la kwanza ambalo amelisema hilo lina umuhimu mkubwa kwa mwanadamu ni amani. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yaumihi fakaannama hizat lahu dunya. Yeyote atakayeamka siku hiyo ana amani katika nchi yake ina amani, halafu muafa fi jasadihi, yeye mwenyewe ana afya nzuri, ana uwezo wa kutekeleza ibada zake vizuri tu. Indahu qutu yaumihi, halafu ana chakula yeye pamoja na familia yake kwa siku hiyo. Huyo mtu akipata hivyo vitu vitatu ni sawa sawa kakusanyiwa dunia yote na vilivyomo, kwa vitu vitatu. Lakini cha kwanza ni amani. Allah, ndugu mahujaji, nendeni mkaiombee nchi yetu amani. Mungu adumishe amani yake. Na yoyote yule ambaye ana viashiria vya kuvunjika kwa amani kwa nchi hii, Mwenyezi Mungu ambadilishe hiyo nia, dhamira hiyo Mungu aibadilishe, iungane na sisi tunaopenda amani. Yuko bwana mmoja wakati anawaaga mahujaji kama hivi, katika maneno ya matumaini aliwaambia, laqad sirtum jusuma wasirna nahnu arwaha ya dhahibina ila baiti llahi alharam. Enyi mnaokwenda kuitembelea nyumba ya Mungu tukufu, nyinyi mmekuwa viwiliwili na sisi tusiokwenda tumekuwa roho. Laqad aqamna ala udhrin wa an qadari. Sisi hatuendi kwa mambo mawili, tuna udhuru maalumu lakini pia na uwezo wa kwenda hatuna. Lakini waman aqama ala udhrin wa an qadarin faqad raha. Atakayeshindwa kwenda kwa sababu ya udhuru na uwezo, basi huyo ni sawa sawa amekwenda. Lakini la tansana min duaikum, msitusahau kutuombea Mungu. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Saidina Umar, unakwenda hija usinisahau kwenye dua zako. Hebu tazama utukufu wa Mtume Muhammad, lakini bado anamwambia Umar kwamba usinisahau kwenye dua zako. Sasa mimi na wewe itakuwaje? Yani katika sisi watu wa kawaida na Mtume Muhammad, nani anahitaji dua zaidi? Ni sisi. Kwa hivyo msitusahau katika dua zenu, msisahau kuiombea nchi yenu, msisahau kumwombea rais, msisahau kumwombea mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali, kwa kazi kubwa na majukumu makubwa alionayo. Mwenyezi Mungu aendelee kumfanyia sahali na uwepesi ili aweze kuyasimamia yapendayo Allah na kuyaridhia.